Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, niko na mzee wa kunyosha hapa, shabiki wa Young Africans. Tunaenda kuzungumzia namna ambavyo wao wameweza kupata ushindi wa mabao takribani 5 dhidi ya JKT Tanzania, lakini Simba watani zao wakiweza kupata suluhu kule jijini Dodoma. Bwana mzee wa kunyosha, mambo vipi? Safi kabisa, inakuwa. Bwana mambo yanaenda? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Bwana mchezo wa jana uliuona wa Young Africans dhidi ya JKT Tanzania? Mchezo niliuona. Bwana vipi kiwango kile inapoelekea kucheza na Simba tarehe 1 siku ya Jumapili kwenye mchezo wa dabi ndani ya New Amani Complex visiwani Zanzibar? Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu wachezaji wangu kwa kumaliza mchezo bila kupata injali aina yoyote. Pia nishukuru wachezaji wamejituma na kuweza kupata ushindi mnono wa magoli mengi kabisa. Unajua bwana, tunapocheza na JKT mechi huwa inakuwa ngumu sana. Lakini jana sasa ndo nimeanza kuelewa sasa mbinu za mwalimu zinafanya kazi kwa namna gani. Kwa kiwango ambacho Yanga alichokuwa amekionyesha jana, nimeridhishwa kwa asilimia zote kabisa. Kwamba mna timu bora sasa na mna kocha mzuri. Kwa namna jinsi JKT alivyokuwa anacheza, hata ukiangalia first half wao ndo walidominate mechi. Umeshaona? Walikuwa wameukamata tuseme mchezo, maana hata first half ukiangalia hata position pale walikuwa wanaongoza wao. Kwa hiyo JKT sio timu ambayo manake ya kuibeza, ni JKT inakupa game tough, yani inakupa mechi ngumu. Kwa hiyo lakini kutokana manake na mbinu za mwalimu tukaweza kuwini mechi na kupata magoli mengi. Bwana tupe siri ya ushindi wenu wa mabao 5 siku ya jana, ulitokana na nini? Ushindi wa magoli 5 ni wachezaji kusikiliza maelekezo ya mwalimu na kwenda kuyafanyia kazi. Ndio kitu kikubwa. Mistake ambazo zilizokuwa unazifanya mabeki wa JKT Tanzania ndizo zilizowapelekea manake kuruhusu goli nyingi. Kwa hiyo mimi nadhani manake ni JKT Tanzania wenyewe walishindwa manake kujipangilia vizuri. Bwana tukiangazia upande wa Simba, wao wamecheza dhidi ya Dodoma Jiji, mwisho wa siku wametoka suluhu ya kuto kufungana, yani sare. Bwana mechi yao unaitazamaje ambayo imeweza kutamatika siku ya jana na wao kushindwa kupata ushindi mbele ya Dodoma Jiji? Simba nadhani manake ni muendelezo wao, ni ule ule tu. Ni muendelezo ule ule ambao manake unaendelea tuseme. Performance ya Simba manake haitabiriki. Leo anaweza kukupa performance nzuri, kesho unakuta performance mbaya. Kwa mfano mechi ya jana Simba imecheza vibaya kabisa. Huo ni ukweli kabisa, na walisi imecheza vibaya, haikustahili kupata sare. Mechi ilikuwa kabisa ni yao, lakini mwisho wa siku manake wamepoteza alama kwa sababu manake wachezaji wanashindwa kujitambua kuwa wapo katika klabu kubwa, wanatakiwa waipiganie nembo ya Simba. Ni kitu ambacho nimeshangaa sana, mtu unabaki wewe na golikipa unakosaje goli. Kwa hiyo yani kwa kifupi manake Simba jana imecheza vibaya kwa upendo wangu mimi jinsi ambavyo nilivyokuwa nimeangalia. Bwana sasa mnaelekea kwenye dabi na bila shaka maandalizi ya sasa kwa kila timu kwa maana ya Simba na nyinyi Young Africans ni bila shaka ni kuangalia dabi. Bwana dabi mnaenda kuchezaje? Na ukiangalia nyinyi mmepata ushindi goli 5, Simba hawajaweza kupata ushindi kwenye mchezo dhidi ya Dodoma. Hili dabi itakuwa dabi namna gani kwa matokeo haya ambayo yameweza kumalizika siku ya jana? Kama unakumbuka nilikwambia kabisa kuwa awali uliponifanyia interview nikakwambia kuwa mechi ya JKT sisi tunaichukulia yani kwa userious mkubwa sana. Ni kuhakikisha kuwa tunapata alama 3. Tunapopata alama 3 inaenda kutupa morali ambayo kwenye dabi, ambayo itatufanya manake tutakuwa na hali mpya na nguvu mpya na kuhakikisha manake tunaenda kuimaliza mechi mapema sana. Mimi nataka nikuhakikishie kabisa kwa namna jinsi nilivyoiona Simba imecheza vile, namna wachezaji wake jinsi walivyo, wachezaji wanachoka mapema sana. Yani mapema sana ni manake tunaenda kuimaliza mechi kule Bontabeo Zanzibar New Amani. Manake unataka kunihakikisha kwamba lazima mkapata matokeo mbele ya mnyama Simba kwa sababu tu umeifunga JKT magoli 5. So hiyo sio sababu ambayo manake inatosha manake kwenda kumfunga Simba. Simba sisi ule ni mwembe wetu wa uani. Tuamshe asubuhi, tuamshe mchana, sisi utatoka tu nyuma, hata ukiwa na taulo unaenda unachuma tu mwembe wako. Yaani ule ni mwembe ambao manake upo uani na maembe yake yako chini chini, zile mbegu fupi fupi kama unazipata. Ni manake upate shida la uchukui mti, uchukui nini. Wewe ni kunyoosha mkono, unachuma embe, unaondoka. Ndio Simba jinsi ambavyo ilivyo. Pale kwenye gereza ambao lipo kwenye kisiwa pale hawezi kutoka. Bwana ikitokea mnyama Simba amepata ushindi dhidi yenu nyinyi Young Africans na maana yake kwamba amewafunga pale New Amani Complex, itakuwaje mara baada ya mchezo? Hali itakuwaje kwenye tasnia nzima ya soka, kwenye swala zima la soka? Mambo yatakuwaje? Mpira unajua mpira ni dakika 90. Lazima manake mpira tupe heshima yake. Sio kama manake yani na wadharau Simba ni vile. Simba ni wakubwa wenzetu. Simba anaweza akawa mbovu lakini anaweza akafufukia katika mechi ya dabi. Kwa hiyo mimi manake kama itatokea hivyo
nitaumia kusema za kweli, kwa sababu hatujazoea manake kufungwa na Simba kwa hizi siku za karibuni. Kwa hiyo nitaumia sana, na nadhani manake sio mimi tu, karibia mashabiki na wanachama wa Yanga African wataumia sana hii mechi kama tutapoteza, kuliko sisi tukimfunga Simba. Simba yeye atakuwa manake tayari sugu, kashazoea. Manake mkifungwa na Simba manake itakuwa ni fedheha kwenu, manake unamaanisha? Kabisa, hasa na kikosi ambacho ilichokuwa nacho hiki cha kuungaunga. Kwani Simba ulivyoitazama namna ambavyo imecheza siku ya jana na mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons, uone kwamba ina nafasi pengine ya kukufunga? Simba mimi sikuitazama tu kwa michezo ambao manake alicheza jana. Simba nimeitazama kwa michezo mingi. Yaani toka manake ili dirisha ambalo limefungulia, toka wameongeza manake wachezaji wapya, nimeitazama kwa mechi nyingi. Naona manake muendelezo wao ni ule ule. Yaani kuna muda wanabadilika, kuna muda manake wanarudi walikotoka. Kuna muda wanabadilika, wanarudi walikotoka. Kama kuna shabiki wote wa Simba atakuwa manake anapingana na mimi, basi apingane tu, lakini uhalisia manake ni hivyo. Simba bado haijakaa vizuri, bado manake muunganiko umeshindikanika kupatikanika kwa haraka. Baadhi ya mashabiki wa Simba hawajalaumu kiwango ambacho siku ya jana Simba amekionyesha dhidi ya Dodoma Jiji. Wao wamelalamikia swala la kufunga magoli. Yaani umeonekana kwamba Simba wanakosa magoli. Mipira mingi ikawa inagonga nguzo, inashinda kuingia kwenye nyavu. Jambo ambalo liliwashangaza baadhi ya mashabiki. Waone kwamba labda kulikuwa na kutokuwa na bahati labda kwenye mchezo wa jana dhidi ya Dodoma Jiji, jambo ambalo haliwapi wao hofu kwenda kucheza na nyinyi katika New Amani Complex visiwani Zanzibar. Sasa yule Dodoma Jiji tu kama vile manake anaweza anaweza manake kukuzuia usipate goli la aina yoyote ndani ya dakika 90. Yule ni Dodoma Jiji, fikiria, ambaye manake akija akicheza na Yanga manake anakula 3, anakula 4, anakula 5. Kwa hiyo mimi nafikiri manake lazima tu akubaliane, timu yao bado manake haijakaa sawa. Yani hilo lisipingike. Hata tukija tukiwafunga sisi tunajua kabisa tumeifunga timu mbovu. Yani hilo alipingiki wala alielezeki. Timu yao ni bado sana, bado. Kwanza hawana fitness ambayo ya kutosha wachezaji. Kuna baadhi ya wachezaji manake hawana pumzi. Yani ikifika tu dakika kadhaa, dakika 10 20 mchezaji anakuwa hoi. Kwa hiyo mimi nataka tu niwaambie tu Simba bado sana. Na kuhakikishia kabisa labda wawe na bahati, lakini pale Dentaboy pale New Zanzibar Amani pale hawezi kutoka kwenye kisiwa kipo katikati, lile ni gereza, ujue lile. Uwezi ukatoka pale, lazima ufungwe, ni jela. Bana, tumzungumzie mchezaji wenu Depu. Depu ameonekana kufunga kila mchezo. Ameonekana kuwa ni mchezaji wa aina yake, naweza nikasema. Kila mchezo anatupia. Depu siri yake ya kufunga inatoka wapi? Ama ndo jinsi alivyo labda, ama kwa sababu labda anakutana na timu dhaifu ambazo anaweza kuzifunga kila mara anapocheza dhidi ya hizo timu akiwa Young Africans? Kwanza mimi nataka nimpe sifa manake Depu, jinsi sifa zake kwanza zilivyo. Depo anaonekana ana matumizi mazuri sana ya mpira wa vichwa, kwa sababu hata ukizingatia magoli yake mengi amefunga kwa mpira wa kichwa. Depo unamfananisha kama tulishaikuwa hapa Tanzania na mtu kama Hamis Tambwe. Umeshaona Hamis Tambwe, ile ndio ilikuwa ni mpira wake. Wewe mwaga cross, yeye ataruka kichwa moja kwa moja, manake mpira unaingia kwenye nyavu. Ndio namna ambayo ya Depo. Na ukitaka kujua kweli jamaa abahatishi, manake angalia manake namna vichwa vyake anavyopiga, manake anachagua engo ambao golikipa wewe huwezi kwenda wala huwezi manake yani uwezi manake kupata ule mpira, ni lazima manake anakufunga, anachagua engo. Kwa hiyo anajua anachokifanya. Yule ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambao manake mwenye uwezo mkubwa sana wa kutumia kichwa chake vizuri. Ukimwangalia Clatous Chama ambaye amerejea kunako klabu ya Simba, mnapoelekea kwenye dabi, Chama unamwona ana hatari wowote kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club? Kwanza mimi nataka niwahakikishie Chama hiyo mechi ya dabi bora mara 10 aanze benchi kuliko manake akianza, kwa sababu akianza atakuwa kama abiria tu. Chama ni nzuri ambao timu inapokuwa manake inashambulia, timu ambao manake inapokuwa inatakiwa manake ikabe, Chama manake huwezi kumfananisha manake aweze kwenda kukaba. Kwa hiyo kama watataka manake kufanya manake Chama awe abiria, basi wamwanzishe katika hiyo mechi, kwa sababu atakuwa abiria, hataweza kukaba. Wao atakuwa manake atakuwa na madhara pale atapokuwa na mpira, lakini mpira utapokuwa mpotea kwa wao itakuwa manake wapo pungufu. Manake unataka kuniambia kwamba Clatous Chama kwenu nyinyi wala hamumuogopi wala kumhofia kwenye mchezo wa dabi siku ya Jumapili? Ana historia nzuri kwanza katika mchezo wa dabi. Mara nyingi manake anacheza kwa performance ambayo ya chini zaidi. Kwa hiyo wala manake hatumhofii. Mchezaji nimeshakueleza toka muda, mchezaji ambao nilikuwa namuhofia na saizi hapa manake yeye hayupo ni Kiblenga. Yule bwana yule mimi ndio nilikuwa namuhofia, kwa sababu yule jamaa kama alikuwa na DNA na Diala vile. Kwa hiyo yani mchezaji mwingine ambao saizi kiwango chake ndio hivyo, tia maji Eli Mpanzu kiwango kimeshuka. Kwa hiyo
sidhani kama kuna mchezaji ambaye manake anaweza akatusumbua pale. Vipi kuhusiana na Anicet Teula pamoja na Ino Leomba ambayo wameonekana kuja kwa kasi sana kwenye mechi ambazo wamecheza na namna ambavyo wanacheza wakiwa uwanjani? Huoni kwamba itakuwa ni changamoto kwenu nyinyi kupata matokeo mbele ya Simba Sports Club, ukiangalia kwa maana ya wachezaji ambao Simba wako nao hawa wawili ambao nimewataja wameonekana kuwa bora sana kwenye mechi ambazo wamecheza? Ni kweli ni wachezaji wameonekana kuwa bora, lakini mpaka ili uwe bora kabisa na uweze kupata sifa zote, basi cheza na Yanga ndio utajulikana kwa wewe ni bora na utapewa manake sifa zote. Kwa hiyo ngoja tuone ubora wao watuonyeshe katika mechi na Yanga. Kwa hiyo siwezi mimi kuwapa credit kubwa kwa sababu manake wamekutana na opportunity ambazo manake ni tofauti manake na wachezaji wa Yanga. Kule kuna wachezaji kuna mabeki kama Baka, kuna beki kama Dickson Jobu, umeshaona kuna Bakari Nondo Mamnyeto, hajakutana nao hao. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa doubt. Tuone tarehe 1 ndipo manake ndio tutajua sasa kwa hawa ni wachezaji au si wachezaji. Bwana Mohamed Hussein Zimbo jana ndo alifungua account ya mabao kwenye klabu yenu ya Young Africans dhidi ya Tanzania. Zimbo namuonaje? Kiwango chake ambacho anacheza kwa Young Africans, anatoka eneo la backline ya kushoto mpaka anapanda juu kushambulia na mpaka anafunga goli. Zimbo namuonaje? Anaendeleza zile tamaduni za Simba ama huko Young Africans mmempa tamaduni mpya? Maana kufunga magoli alikuwa akianzia kule Simba kule anafunga magoli mengi sana. Na hivi sasa tunashuhudia jana ameweza kufunga bao zuri kabisa, na kama ndo anaenda alicheza kama mshambuliaji kwa namna moja au nyingine, naweza nikasema Zimbo manake kufunga magoli sio story, kucheza vizuri Zimbo sio story. Hamna mtu ambaye asiyojua kiwango chake Zimbo toka yuko Simba manake alikuwa na kiwango bora, na Yanga tulikuwa tunatamani muda mrefu kuwa naye mchezaji kama yule. Kwa bahati nzuri amekuja kwa wakati huo, amekuja kwa wakati sahihi, anatumikia Yanga na anafurahia kuwa maisha ya Yanga pale na anafanya kile ambacho manake anastahili kukifanya. Ni kongole kwake. Bwana tuambie sasa, mnashinda goli ngapi? Una kifurushi cha wiki? Bwana hebu kuwa serious kidogo bwana. Hakuna kifurushi cha wiki. Sasa nimekwambia sasa kifurushi cha wiki maana yake goli 7. Sasa majibu si unayo hayo, kifurushi cha wiki kimesha. Kwa hiyo mnataka kuifunga Simba goli 7? Yaani tummandalia dozi nzuri tukipoi. Au kwa sababu JKT imefunga goli 5 na Simba anataka kufunga goli 7 sasa? Kwani hajawahi kufungwa? Simba amefunga goli 7? Haijawahi kufungwa goli 7 Lini Simba mnifunga goli 7? Mimi nimekuuliza tu, haijawahi kufungwa goli 7? Sina kumbukumbu zangu ambazo zinaonyesha kwamba kwenye ligi kuu ya Premier League. Sio kwenye ligi kuu hajawahi kufungwa goli 7 Simba? Sina hakika. Naweza nikasema. Basi 7 kashakula hiyo. Alifungwa mechi gani hiyo? Alifungwa maana na mechi ya kimataifa alishakula. Timu gani alifunga Simba? Sasa hiyo mimi mpaka niingie kwenye dalali yangu. Maana yake unaongea jambo ambalo huna hakika nalo. Mpaka niingie kwenye dalali yangu. Wewe bwana wewe sikiliza nikwambie. Au ndio tambo kwanza kuelekea mchezo wa dabi. Mimi si watambii, yani huo ni uhakika. Kifurushi tulichomwandalia kifurushi kizuri. Wabadilike. Kama watacheza vile jinsi alivyocheza na Dodoma, ni kweli kabisa kifurushi cha wiki kitakuwa kinawahusu. Yaani goli 7, 5, 6 zitakuwa zinawahusu. Ila kama watabadilika watapunguza kidogo magoli. Ikitokea Simba nyinyi mmewadhibu kwenye mchezo wa dabi ni Amani Complex pale visiwani Zanzibar Jumapili, utakuwa na lipi la kuzungumza mara baada ya mchezo, ama utakimbia na kuzima simu? Hamna, siwezi kuzima simu na siwezi kukimbia, bali nitawapongeza kuwa manake sasa wameamua kuvunja mwiko, manake wamekasirika. Na mimi hata hivi manake naongea hivi ili niwakasirishe, kwa sababu nimeshachoka kumfunga tu mtu huyo mmoja tu mara zote unamfunga huyo tu unajipigia tu. Inakuwa manake sasa hakuna manake upinzani. Kwa hiyo mimi naongea ili manake wakasirike, ili waje na tukiwaweka tena watafute kisingizio. Tukiwapiga magoli mengi tunaenda kuwekea bango pale pale Msimbazi. Wanasema Simba nzima huwa inafungwa, yani Simba ambayo ni imara ndio inafungwa na Young Africans. Na Yanga mbovu haiwezi kufungwa na Simba, na Simba mbovu haiwezi kufungwa na Young Africans. Je, msemo huu tunaweza pengine tukaona unatimia katika mchezo wenu wa Jumapili dhidi ya Simba? Simba imefungwa na Yanga, Simba imefika mpaka finali. Simba ile mbovu. Unasema? Simba imefungwa na Yanga. Simba ile katika michuano ya kimataifa imefika finali. Simba ile mbovu. Haikuchukua ligi lakini haikuchukua, lakini finali imeenda kucheza. Ina maana haikuwa mbovu. Hivyo kucheza finali na kuchukua ligi. Kupe ambapo kuna yani manake kuna faida kubwa. Manake una maana gani sasa bwana mzee wa kunyosha? Na maanisha hivi kuwa mara zote Simba anazofungwa sio kama anakuwa mbovu. Sema anazidiwa manake quality manake na Yanga. Sio kama Simba manake mbovu. Hata Simba hii hapa hii sio mbovu. Na ndio maana manake inaweza manake kushinda. Mbona wewe unatuambia kwamba umeandaa kifurushi cha wiki kwa maana goli 7 siku ya Jumapili? Manake mpaka unaongea hivi manake umeshajua kwamba Simba ni dhaifu kuliko nyinyi. Ni dhaifu kwetu sisi, sio kwa timu zingine. Simba dhaifu kwetu sisi. Yaani kikosi alichokuwa nacho yeye ni kikosi ambacho manake kwetu sisi ni kikosi kikubwa sana.
Yani manake tunamzidi manake kwa kila idara, kila sehemu. Wewe angalia hata kila maeneo manake sisi tunamzidi. Kwa hiyo unamaanisha Simba ni mbovu? Simba mbovu kwa Yanga. Sio kwa timu zingine. Sio kwa timu zingine. Lakini jana Simba amepata sare dhidi ya Dodoma Jiji. Tunaelewaga ni Dodoma Jiji na Simba mechi iwaga rahisi. Hasa ikiwa pale Dodoma. Hiyo inajulikana kabisa. Historia inajieleza. Kama unakumbuka kuna kipindi sikumbuki ilikuwa kati ya 21 22 kitu kama hicho. Ilitoka sare pale hivyo. Ya goli 2-2. Simba tena katangulia, watoto wamekuja kuchomoa dakika za mwisho. Kwa hiyo sio mechi ambayo manake kwa Dodoma Simba huwa inakuwaga rahisi. Huwa inakuwaga hata kama anaokota alama manake anaokota kwa mbinde sana. Tena sio Simba hii. Simba kipindi hiko ambao manake ina watu kweli kweli. Bwana, tuambie neno lako la mwisho ambalo unatamani kulizungumza kuelekea mchezo huu dhidi ya Simba Sports Club. Mimi neno langu la mwisho nataka tu niwaambie tu jamani, watu, huu ni mpira. Kuna wale watu ambao manake waga na idea vitu ambavyo manake vilivyokuwa vina maana, afu mwisho wa siku watu wakitaka kuvitekeleza inakuwa tena mtihani. Kwa hiyo huu mpira bwana, usije ukajiamini. Hata mashabiki wa Yanga nataka niwaambie, usije ukajiamini ukaahidi ukaweka mke wako au ukaweka nyumba ukafanyaje, itaenda. Mpira ni dakika 90. Tusubiri dakika 90 uishe, alioshinda atajulikana. Ndio mpira jinsi ambavyo ulivyo. Kwa hiyo usijiamini eti bwana umeenda wewe naweka mke wangu, sio wengine, sio mara sio anaweka hivi, sio anaweka hivi. Iko kitu kwa kweli akipendezi maraki mwisho wa siku, kwa sababu watu watataka watekeleze ile ahadi ambayo ulikuwa umeahidi. Kwa hiyo mimi hiyo ndo usia wangu kwa mashabiki wote wa Simba na Yanga. Huu ni mpira, tuache dakika 90 ziongee. Zanzibar unaenda? Zanzibar hapana, sitoenda. Kwa nini uende? Si timu yako inacheza kule, bidi uende bwana. Kiuchumi sipo vizuri, kwa hiyo siwezi kwenda. Wewe ni miongoni mwa wale wataka mechi pigwe Benjamin Mkapa? Ndio. Kwa hiyo kupeleka kule wewe yako imeumia sana, maana kuna maanisha. Imeumia kwa sababu maana nimekosa fursa kwenda kuiangalia timu yangu na kuishangilia timu yangu. Kwa hiyo kuumia nimeumia, ila viongozi bado nitawaelewa, wana maana kuipeleka kule pointi 3 ni muhimu sana kuliko kwenda mimi uwanjani. Bwana, neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Simba? Mashabiki wa Simba wawe na uvumilivu na timu yao, wamvumilie huyu kocha. Huyu kocha kuna kitu ambacho manake anacho. Kwa hiyo wamvumilie, asije kaa kule Bentabeo kule New Amani Zanzibar akapasuka tena wakamfungashia virago. Kwa hiyo mimi nataka tu hivyo tu, manake wamvumilie kocha wao. Bwana, shukrani sana, utakie kila la heri. Haya, asante.